Katika nchi yetu sisi hapa mkoa wa Kagera tuko mpakani. Mpakani huu tunapokea wageni wengi. Wageni wengi sio wote wanadhana njema na amani yetu ya Tanzania. Kwa maana yake tunapobaini viashiria vya namna hiyo, kama sisi ngazi ya mkoa tunawataarifu viongozi wa kimkoa, vyombo vya dola tunaoshirikiana nao kuweza kuwabaini hawa na kudhibiti wameingia kwa uhalali kwenye nchi yetu au wameingia kwa uhalali kuja kuharibu amani ya nchi yetu. Na jamii inatupa ushirikiano kuweza kubaini mambo ambayo yanahatarisha amani ya mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Mimi nawaambia vijana, sio kuandamana ndio unaweza kupata haki. Kuna sehemu nyingi za kuweza kuwasilisha shida yako kwa kiongozi ili uweze kupata haki yako. Mimi naona waache kuandamana, watumie njia nyingine tofauti na ya maandamano, waweze kufikisha salamu zao kwa viongozi. Viongozi wetu ni wasikivu, viongozi wetu wanaleta maendeleo. Nadhani na hili alijawashinda, wanaweza wakalifanyia kazi na tukakaa vizuri pasipo kuandamana na amani ikapatikana. Na malengo ya kuhakikisha jamii na wananchi wote kwa ujumla wanapata amani kwa kadri wanavyostahili. Vijana ni taifa la kesho. Taifa la kesho tunahitaji kuzalisha. Sasa hatuwezi kuzalisha tukiwa kwenye vurugu. Hatuwezi kuzalisha tukiwa kwenye vita. Hivyo tunawasihi na kuwaasa vijana kuhakikisha amani yao kwanza inapatikana. Lakini tunawaomba na tunawaelekeza wasijiingize kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani, kwa sababu vitendo vya uvunjifu wa amani vitawapelekea madhara makubwa. Sio madhara ya mtu mmoja, yani ya jamii kwa ujumla, lakini pia madhara ya mtu mmoja mmoja. Unajua amani inapopotea watu wanapofanya maandamano. Tumeona tu mfano juzi kati hapa kutoka tarehe 29 kuja mpaka tarehe 2 hapa. Kwenye maandamano yaliyofanyika watu wameumia, watu wamekufa, watu wameharibiwa mali, watu wamepotelewa na vitu vingi hapa katikati. Na lakini hata wale waliokuwa wanazalisha, uzalishaji umesimama. Maandamano ya Oktoba 29 yaliyofanyika yaliniathiri kiuchumi, kwa sababu uchumi ulishuka. Binafsi mimi ni mfanya biashara, lakini kipindi hicho hata nilikuwa sifungui duka, nilikuwa sifanya biashara. Uchumi wangu ulishuka. Vile vile na niseme kama inaweza kutokea labda wakataka kudai haki, basi wadai haki kwa usalama na si kuathiri vitu au kuathiri mtu. Hivyo basi niwasihi wenzangu, niwasihi vijana, hasa wimbi la vijana ambao wanaonekana kwamba hawapati haki, hawajatendewa haki. Haki ipo, bila amani huwezi kuipata haki. Ukiwa na amani, haki itapatikana.